Na hayo, baadhi ya viongozi kutoka eneo la magharibi ya Kenya wametoa wito kwa umoja wa eneo hilo kabla ya uchaguzi mkuu ujao, wakisema umoja wa kisiasa utaimarisha uwezekano wa kuwa na nafasi katika serikali ijayo. Viongozi hao wakiongozwa na Waziri Wycliffe Oparanya walikariri kuwa umoja wa eneo hilo ni muhimu katika kupigania nafasi kwenye ulingo wa siasa za kitaifa na kuhakikisha maslahi ya eneo hilo yanalindwa. Baadhi ya wanasiasa katika eneo la magharibi mwa nchi wametoa wito kwa wakazi na viongozi kutoka eneo hilo kukumbatia umoja na kufanya kazi kwa pamoja ili kuimarisha ukuaji wa eneo hilo kisiasa na kiuchumi, huku taifa likijiandaa kwa uchaguzi mkuu ujao. Na sisi hapo, kwa sababu mimi tayari niko pale, naona ya kwamba Mheshimiwa Rais ana mipango mizuri ambayo inaweza kusaidia watu wetu hapa Kakamega na pia Kenya mzima. Sasa wewe, you are not a threat to anybody. Wewe sasa weka sisi wote pamoja. Tuseme sasa sisi tunatembea namna gani? Because tukioneshana madharau sisi wenyewe, hata viongozi wetu wale wako huko mbele wanaonyeshwa madharau. Viongozi hao pia walielezea kuunga mkono serikali jumuishi na kuunga mkono azma ya Rais William Ruto ya kuchaguliwa tena wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Hatutaki tuende kwa meza kila mtu anaongea maneno yake. Sisi ambaye tumekuwa pamoja, wewe sasa ni waziri wetu, wewe ni kiongozi wetu. Sisi tunataka tuketi pamoja wote. Umuhimu wa serikali yoyote ni maendeleo kwa wananchi. Kwa hivyo ile miradi ambayo rais alianzisha hapa, hiyo ikiendelea imalizike, hiyo italeta manufaa makubwa kwa watu wetu. Waziri wa vijana Salim Mvurya amekariri kwamba eneo la Pwani limesalia kukumbatia serikali ya William Ruto, akitaja miradi mingi ya maendeleo inayoendelea kwa sasa katika eneo hilo. Akizungumza katika kaunti ya Kwale wakati wa uwezeshaji wa kina mama na vijana, waziri huyo alitoa wito kwa wakazi kupuzilia mbali siasa za migawanyiko, akionya kwamba siasa hizo zinaweza kuathiri manufaa ya kiuchumi yanayoshuhudiwa. Ndani ya hii constituency kuna miradi mingi ya kitaifa ambayo inaendelea. Juzi tulipokuja na rais pale Kiwegu, ambayo alianzisha mradi wa mambo ya stima na kufungua shule mpya. Hiyo shule sasa imesajiliwa. Zile nyumba mnasikia ni za bei nafuu zitajengwa pale, units 740. Nyumba 740. Sasa ghorofa kwenda kilombe kwenda nini? Ni Ruto si Ruto? Hapa nyuma ya hii ofisi hii ofisi hapo nyuma, si mnajua kuna district headquarters hapo, patajengwa kitu inaitwa ICT hub. Karibuni lunga lunga.